tarehe 5 mwezi huu wa 6, tunamshukuru Mungu kwamba siku hiyo kilele cha mpango huu ulioanza Februari mwaka huu kitatekelezwa katika ukumbi wa Diamond Jubilee, ambapo wadau mbalimbali kutoka kanisa na nje ya kanisa wamealikwa, na tunategemea siku hiyo mgeni rasmi aliyealikwa na mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mheshimiwa Askofu Dr. Alex Gehas Malasusa, pamoja na mkuu wa diocese hii atakuwa ni mkuu wa nchi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kanisa linatoa ujumbe kwa jamii kwamba tushirikiane katika ujenzi wa kituo hichi, kwa sababu watoto hawa ni mali yetu wote. Hichi ni kituo kinachohudumia watoto bila kujali itikadi mbalimbali au bila kujali dini zao. Watoto tunaowahudumia wanatoka katika kona zote za nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kwa kuwa wajibu huu utakuwa au jukumu hili ni endelevu, hatutegemei kupata fedha zote bilioni 6 plus hiyo tarehe 5 mwezi wa 6. Hapana, hiyo itakuwa ni awamu ya kwanza tu ya uanzishwaji wa mpango huu ili tuweze kuanza kazi site, lakini baadaye ya hapo huu ni wajibu endelevu. Kwa hiyo kanisa linaendelea kualika jamii moja kufahamu kwamba kuna mpango huu, na sio maneno, ni mpango ambao sasa umeshaingia kwenye utekelezaji. Pili, kufahamu ni jambo la tija kwa jamii pana ya watu wa nchi hii. Kaza hakuna anayejua mtoto anazaliwa nyumba ipi, lakini atakapozaliwa basi kuwe na mahali ambapo maisha yake yamewekewa miundombinu. Lakini 3, kuomba ushiriki wa kila mmoja mwenye mapenzi mema. Na jambo la 4, basi kuendelea kuombea siku hiyo ili tukafanikiwe katika yale tuliyoyapanga na kuyakusudia. Mimi naitwa Mchungaji Dr. Eliona Kimaro, mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Kwa kuona umuhimu wa kuendeleza kituo chetu cha udiakonia cha kuwahudumia watoto wanaozaliwa na usonji, watoto wenye shida ya tatizo la akili na wenye tatizo la afya ya akili ambao wanahitaji kuhudumiwa kwa huduma maalum au hitaji maalum. Na wazo hili limekuwa la baraka tangu Februari, kama ambavyo tumekuwa tukitangaziana katika sharika zetu kuanza harambee ambayo kilele chake ni wiki hii tarehe 5 June, siku ya Alhamisi, Diamond Jubilee Hall. Aidha pia natumia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kukubali kwa moyo wa upendo kushiriki pamoja nasi kama mgeni rasmi kwa ajili ya kuhakikisha kituo hiki cha watoto wenye usonji kinajengwa na kukamilika. Wapendwa, nitumie fursa hii tena kuwashukuru wale wote waliotoa tayari michango yao kwa ajili ya ujenzi huu wa kituo, lakini pia ninawakaribisha kila mwenye moyo wa kupenda. Hili ni jambo la kwetu wote. Na kama ambavyo tumesikia katika takwimu mbalimbali za Wizara ya Afya kwamba watoto wanaozaliwa na tatizo hili la usonji wanakadiriwa kufika takriban watoto 22,000 ambao wanazaliwa na shida hiyo kila mwaka. Na hawa ni wale tu ambao wameweza kuzaliwa hospitalini na kupata rekodi yao. Pengine tatizo hili ni kubwa kuliko tunavyodhania. Changamoto baadhi ya watoto au familia, baadhi ya wazazi au familia ambazo zinapata shida ya kupata mtoto wa namna hiyo, wakati mwingine kuna tatizo la kuwaficha ndani na kuona kama ni mtoto asiyokubalika. Kile ambacho ninakijua ni kwamba watoto wa namna hii wana uwezo binafsi ambao uko ndani yao.
na nia ya kuweka kituo hiki katika upana wake, kama ulivyosikia naibu katibu mkuu Mchungaji Mastai akisema, tunakadiria kujenga kituo ambacho kinaweza kikabeba watoto 100, watoto 700 mpaka 1000. Ni kwa sababu wale watoto wana uwezo binafsi ulioko ndani, wanaweza wakawa na ujuzi, wanaweza wakawa na skills mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidia kimaisha. Kwa hiyo sisi kujenga kituo hiki ni pamoja na kuwasaidia hawa watoto kwanza kitaaluma, waweze kujitegemea wao wenyewe, kwa sababu tumekwenda nchi nyingi duniani zilizoendelea, kwa mfano kama Marekani na nchi nyingine za Ulaya, na tumeona watoto hawa wanaozaliwa na autism au usonji jinsi ambavyo wana uwezo mwingine binafsi wa kufanya kazi nyingine na kujiendesha katika maisha yao, hata kuajirika. Kwa hiyo na sisi tunaona wanaweza kusaidiwa. Wito wetu kama taasisi ya dini ni kuomba wale wazazi ambao wana watoto wa namna hii wasiwafiche ndani, wawatoe ili waweze kusaidika. Lakini pia Mheshimiwa Rais alionyesha moyo wa upendo sana na kusema pamoja na kwamba watoto hao watasaidika, lakini pia ni kusaidia ile familia ambayo ina mtoto wa namna hii, mtoto alelewe kituoni, alafu baba na mama na walezi wengine waweze kufanya kazi nyingine za kuzalisha. Hiyo ndiyo nia kubwa ya kujenga hicho kituo. Kwa hiyo tunasisitiza watoto wasifichwe ndani.